Tabaraka wa taala itakuwa takomea katika nukta hiyo ya 13 ya njozi ya kumuota mwanamke, na tutakuja kukutana kwa njozi nyingine tena ya mwanamke kuendeleza mwendelezo wake biidhnillahi subhanahu wa taala. Anasema kumuota mwanamke, anasema mtu anapolala kisha akamuota mwanamke kuwa mwanamke wake kambeba, yani wewe mwanamke wako ndiye aliyekubeba wewe, basi njozi hiyo inajulisha haya yafuatayo, kwa maana kwamba utapatwa na aibu au utapatwa na utajiri. Utapatwa na aibu au utapatwa na utajiri. Na hizi tafsiri mbili zilizokuja hapa, maana yake zitakuja kutongolewa au kufasirika vizuri kwa yale matendo yatakayoendelea baada ya kumuona mwanamke huyu amekubeba, kisha baada ya kubebwa ikawaje. Ndipo hapo tutakuja kupambanua namna gani inavyokwenda kwa huruma na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ndugu zangu, nipende kukwambia kwamba narudia tena, njozi yako usiweze kuisahau, njozi yako usiweze kuitelekeza, kwa sababu njozi ni kitu muhimu sana katika maisha yake subhanahu wa ta'ala, katika maisha aliyokupangia Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wako huu apaka kuja kukutana na Allah tabaraka wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema ar-ru'ya thalatha, anasema ar-ru'ya thalatha, faru'ya min Allah wa bushra min Allah ta'ala wa ru'ya min ash-shaytani wa ru'ya yuhaddithu biha al-insanu nafsa fayara. Njozi zimegawanyika makundi matatu. Ama njozi ya kwanza ni bishara njema kutoka kwake la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na kuna njozi ambazo zinazotoka kwa sheitani, na kuna njozi ambazo zinazotoka kwa mwanadamu mwenyewe kulingana na maisha na matendo yake anayofanya yakamkaa akilini mpaka anajikuta anaanza kuyaota usingizini. Kwa hivyo ndugu yangu, haya ni mathibitiko maalum kabisa ya njozi katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah nikwambie ndugu yangu kitu kingine cha muhimu kabisa kabla sijakuaga. Channel yetu hii ni channel yetu pendwa sana sana sana, na inakuletea mambo mazuri ya kwangu mimi Sheikh Hamis Suleimani, lakini na mashekhe wengine wakubwa watakuwa wakiendelea kupatikana katika channel yetu hii, ili uweze kuendelea kupata haya ninayokueleza na mengineyo na kutoka kwa mashekhe wengine wakubwa kabisa. Jitahidi subscribe hapo chini kabisa kwenye maandishi hayo mekundu hapo chini, yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, ibonyeze ile alama ya kengele, na hapo utakuwa umeshahakikishia kwamba kila video ya mashekhe wakubwa katika nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania inapotoka, wewe utakuwa inakufikia kwa haraka na utakuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kuipata video hiyo. Inshallah mimi nikwambie